ila siku uliowahi kuniuzi ni leo, na kwa sababu hiyo ninatamani hata nikuadhibu. Sasa naomba unisikilize. Ule uchawi wako uliweka kuna nyumba ya Uncle Ben, naomba ukautoe sasa hivi. We mtoto wewe, sasa naona umenizoea vya kutosha na mazoea yamevuka mipaka. Bora leo umejileta mbele ya macho yangu. Sasa ngoja nikufundisha adabu. Bebe supu, 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 bebe supu. Naomba nisikize vizuri Jeni. Nahitaji ukatoe ule uchawi ulioweka una nyumba ya Antiki Ndege sasa hivi, na usipofanya hivyo itabidi nikuue wewe kabla ya wewe kumuua Antiki Ndege. Umenielewa? Sawa, sawa, nitaenda kutoa. Jeni vipi? Anti Jeni vipi? Huyu Jeni kashaanza kunizoea sasa. Kila akija nyumbani kwangu mazingira anayoniletea siyaelewi. Leo mguu wangu mguu wake mpaka uko anakokimbilia. Nyie subirieni hapa. Jeni! Jeni! Nini? Naomba unisikize vizuri Jeni. Katika siku sitaki mazoea kipumbavu na wewe ni leo. Nataka uniambie kitu gani kinachoendelea kwako wewe. Maana kila ukija nyumbani kwangu unaleta sababu ambazo sizielewi. Unanifanyia mambo ambayo siyaelewi. Nataka kujua umepatwa na nini wewe. Kindege bwana, usinioje hivyo, mimi kichwa kinaniuma. Kinakuuma eh? Nisikiza kwa makini Jeni. Leo sikuachi, nataka uniambie. Umekuwa ukija nyumbani kwangu unaniletea vituko ambavyo sivielewi. Kwa mara ya kwanza ulifika, ukaniambia sijui kichwa kinaniuma. Mara ya pili umenituma maji na kuletea unaanza kukimbia. Nataka kujua kitu gani unachonificha. Kindege bwana, sitaki kusumbuana na wewe, mimi kichwa kiko vibaya sana na mambo mengi yananisumbua. Naomba usiniharibie siku, sawa? Sitaki kugombana na wewe, wala sitaki kupigana na wewe kwa chochote kile. Sitaki unihoji. Hivi wewe una nini? Una shida gani Kindege? Nisikiza nikwambie Jeni, narudia tena, katika siku sikuachi, ni leo na utaniambia vyote. Nataka kujua kama una matatizo ya akili. Nataka nijue leo. Jeni, nimekwambia sikuachi, nimechoka. Kindege, sikiliza. Sitaki kusumbuana na wewe, wala sitaki kuhojiana na wewe. Nimekwambia ninaumwa, kichwa kinanisumbua. Naomba niase bwana, niase. Una nini wewe? Hebu niase bwana. Nisikize nikwambie Jeni, sikuachi leo. Yaani ulipo na mimi nipo. Nataka kujua kama umechizika. Nataka nijue leo kwamba wewe una ugonjwa wa akili. Jeni, leo sikuachi. Kindege, nitakuvunjia heshima, sawa? Sija kukuvunjia heshima, ila naomba kwa leo niache. Jeni! Unajikuta umechanganyikiwa siku hizi, si ndio? Unajikuta na mashetani. Sasa nisikize nikwambie Jeni, awamui mguu wako mguu wangu. Popote ulipo nipo. Yaani mpaka nitajua unanificha nini wewe. Si umenikimbia eh? Sasa ngoja nirudi nyumbani, nikatoe vitu vyangu vya muhimu kisha nikufuate. Yaani mimi naye tujamalizana. Jeni, lazima nitajua ukweli. Wewe Leticia, umenipigia simu huku nalia na unasema una matatizo. Una matatizo gani? Unajua umenishtua sana wewe. Janeti, kwanza naomba unisamehe sana kwa sababu nimekuacha na ratiba zako nyingi ambazo ulikuwa unazifanya. Na kitu kingine,
naomba unisamehe kwa hiki kitu ambacho naenda kukwambia. Najua mimi na wewe hatujajuana muda mrefu, tuna siku chache tu, kwa sikuwa napaswa kabisa kukushirikisha kwenye hivi vitu, lakini sina jinsi wala sina namna. Janeti, nadhani nilikwambia kuwa mdogo wangu anaumwa na amelazwa. Nilikwambia kama amepata ajali, na bahati mbaya ile ajali imemsababishia vitu vikubwa sana, yaani kapata matatizo makubwa. Alikuwa ana mimba, hivyo mimba yake pia imeharibika, na mbaya zaidi imeharibikia tumboni. Kwa hiyo hapo anatakiwa kusafishwa, na kuna pesa nyingi sana zinahitajika, na mimi sina uwezo wa kuweza kuzilipa zile pesa. Alikuwa na ujauzito? Ndiyo, alikuwa ni mjamzito, na ujauzito wake ulikuwa ni wa mapacha. Kwanza kabisa pole sana, na pole sana kwa mdogo wako kuharibikiwa na ujauzito wake. Kwani pesa inahitajika ni kiasi gani? Janet, kule hospitali kunahitajika pesa nyingi sana ili kusudi aweze kusafishwa, na mimi kama unavyoniona, mimi ndo mkubwa pale nyumbani, wananitegemea kwa kila kitu. Sina mtu yoyote ambaye naweza nikamwomba msaada au nikamlilia shida zangu akaweza kunisaidia, na kama unavyojua mimi sina kazi, nachanganyikiwa, hata sielewi nifanyaje. Pesa zinazohitajika ni kama 500,000 ili kusudi aweze kufanyiwa usafi, na pia pesa nyingine ni kwa ajili ya zile siku alizokaa pale hospitali na huduma alizopatiwa, na mimi sina sehemu yote ambayo naweza nikatoa, na sina mtu hata anaweza kunisaidia. Naomba unisaidie dada yangu, najua unijui vizuri, lakini nakuomba unisaidie. Kiukweli hapa nilipo nina akiba kidogo sana, na pia nilikuwa nataka nimtumie mama wangu nyumbani, kuna ujenzi unaendelea, lakini kwa kuwa na matatizo, wacha tu kwa kweli nikusaidie hiki kidogo ambacho nipo nacho. Acha nikupatie wewe ili ukamsaidie mdogo wako. Nina kama 600,000 tu ndani, ndo akiba ambayo nipo nayo. Kwa kuwa na matatizo, wacha tu nikusaidie hiki ambacho nipo nacho. Nitakupatia hiyo 600,000. Najua una mgonjwa, kwa kuna vitu vingi sana ambavyo vitahitajika kununua kwa ajili ya mgonjwa, na ukizingatia kaharibikiwa na ujauzito wake, kwa kuna baadhi ya vitu anatakiwa apate. Na nadhani itakusaidia. Janeti, kiukweli hata sijui nikushukuru kivipi, lakini asante sana. Mungu akubariki, kiukweli una moyo mzuri sana, ubarikiwe sana. Alafu kitu kingine, mimi sijui pesa zako nitazilipaje, kwa sababu kizingatia sina kazi yoyote. Kwa hiyo sijui nitawezaje kukulipa pesa zote hizo. Hizo pesa ni nyingi sana. Usijali, we hangaikia tu swala la mgonjwa. Akishakuwa sawa, tutajua tu tunafanyaje. Unanielewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Hata usijali. Lakini nilikuwa na ombi moja kwako. Naomba siku nyingine uje unipitie nile nikamwone mdogo wako, nijue anaendeleaje. Sawa, basi mimi kesho nitakuja nikufuate ukamwone mgonjwa. Na pia asante sana, Mungu akubariki. Basi sawa, twende nikapate pesa. Daki Ndege, vipi? Imekuwaje huko? Imekuwaje kuhusu nini? Kuhusu Jeni. Kafanyaje? Kuhusu Jeni, maana simuelewi. Alikuwa anaingia huko ndani zaidi ya mara 2, anaingia na kutoka. Kaingia na kutoka? Ndiyo. Kusema kwa hata mwenyewe sijui kimemkuta nini. Maana nimejaribu kumkimbiza mpaka huko alikoenda. Sijapata majibu yoyote ya kila ninachomuuliza, hataki kunijibu. Inafikia hatua hataki hata kuongea na mimi, yani ananikwepa. Na ukiangalia sio mara ya kwanza kufanya hivyo, amekuwa akijirudia tu hiyo hali yake. Anafika humu ndani, anaita sababu, anakimbia, kwa hata sielewi nini kimemkuta. Atakuwa na majini, inabidi aombewe. Akaombewe? Yaani waache kuombewa wewe unayekuwa mweupe kwa nyumba za watu mndani, unakuwa mweupe bila sababu, unakaa bila visa yoyote kwa nyumba za watu, akaombee ndugu yangu. Kwa shida gani hizo nazo?
Kwa dhiki ipi alionayo? Yaani ndugu yangu anajiweza kwa kila kitu. Yaani wakuombewa ni wewe, ndio inabidi nianze kufanya mchakato humu ndani, niite mapadri sijui mashehe waje wakuombee wewe. Maana naona wewe ndio una matatizo. Unang'aje kwa nyumba za watu wewe? Kwa la gani? Au uliambiwa ukitoka huko fika kwa nyumba za watu ng'aa. Nisikize wewe dada. Jiheshimu sawa? Heshimu na wageni wangu pia humu ndani. Na usije ukatoa tena kauli zako hizo za ajabu kwa wageni wangu. Hawakuhusu. Na naye alikupa ruksa ya kukaa hapo kuzungumza na mimi? Naongea na wewe, umetoa wapi mamlaka ya kukaa kuzungumza na mimi? Umemaliza kazi zako humu ndani? Ndiyo, nimemaliza. Una uhakika? Ndiyo, sema tu nimebandika maji jikoni. Kwa hiyo maji sio kazi yako humu ndani. Kwa unaacha ungue tu uko jikoni uniharibie masufuria yangu ndo kazi iliyokuleta humu ndani, si ndio? Nisikilize wewe. Ukinikuta nimekaa, nimetulia, usisogeze makalio yako na kukaa karibu na mimi, umenielewa? Kwanza toka hapa. Toka! Potea basi jamani, mimi nimechoka, hebu ondoka bana. Nini wewe? Sofia, nimefeli tena. Unamaanisha nini? Nimefeli tena ile agizo uliloniagiza. Mshenzi wewe. Ina maana unataka kunizunguka, si ndio? Hiyo kazi inakushindaje kufanya? Hapana Sofia, mimi sina mpango wa kukusaliti. Nimefanya kila kitu ulichoniagiza. Na ile zindiko nilipeleka kama ulivyoniambia. Lakini nilivyoliweka tu ile zindiko hivi nageuka tu hivi. Nikashangaa naona yule mfanyakazi wao pamoja na kile kitoto kichokola. Vile na bahabaha nikakimbia, lakini cha kushangaza zaidi, nilipofika tu barabarani nikakutana na kile kitoto tena. Sofia, nikasema hivi, wewe mtoto naona unanizoea. Kabla sijamwadhibu, yule mtoto aliniwahi akanipiga Sofia. Alinipiga sana akanizidi nguvu. Nikaanguka mbali, kisha akaja kuniambia, "Naomba ukatoe ule uchawi ulioweka ndani." Kwa nini ukaenda kutoa? Sasa Sofia, mimi ningefanya nini? Nilienda kutoa. Jeni, hivi una akili wewe? Kweli Jeni, nimeamini akili huna. Hivi unaojua ni gharama kiasi gani kuzindua zindiko uliloliweka? Unajua gharama zake? Kile kitoto ni kipanya kidogo sana, kinakushindaje nguvu mtu mzima kama wewe? Sofia, hata mwenyewe sielewi, nimechanganyikiwa. Sidhani kama ni kile kitoto. Kwa sababu nahisi kwenye hili kuna mtu anaingilia kati. Unamaanisha nini? Unajua ni kwa sababu gani? Kule barabarani nilipigwa na kile kitoto. Lakini nilivyoingia tu mule ndani, nikakikuta tena kile kitoto mule ndani. Ila kikao kinaonekana ni kidhaifu sana, alafu kinaniogopa hata mimi kuniona. Ukakakuta ndani? Ukakakuta ndani kivipi? Sofia, mimi mwenyewe sielewi. Basi hapa kutakuwa kuna kitu kinaendelea. Na hiyo dawa yenyewe iko wapi? Dawa hii hapa. Yaani Jeni, ulichokifanya ni makosa makubwa sana. Kwenda kuzindua zindiko ambalo umelizindika. Hili swala linaonekana lilishakuwa gumu. Inabidi tumtafute shangazi na tumshirikishe ili aweze kutusaidia. Basi sawa Sofia. Farida, uona nini mdogo wangu? Una matatizo gani? Kwa nini unataka kunielewa dada yako jamani? Unataka mimi nikufanyie kitu gani ili ujue mimi dada yako nakupenda na ninachokuambia ni cha muhimu kwenye maisha yako? Kwa nini unionee huruma wewe? Angalia hali yako, wewe bado ni mgonjwa. Kautulie upone kwanza. Una haraka ya nini? Lakini dada, hapana. Mimi nataka watoto wangu. Kwa nini Kanoni amefanya hivi? Kwa nini ameniulia watoto wangu? Nataka watoto wangu, dada wangu. Mimi naumia kama mama kupoteza watoto. Nataka watoto wangu. Kwa nini usiniache tu niende nikachukua watoto wangu? Farida, naomba unisikilize. Wewe unahisi ukienda kwa Kanoni utawapata watoto? Kisi cha riziki akiliki. Hiyo haikuwa riziki yako na ndio maana Mungu aliruhusu itoke. Kama ingekuwa ni riziki yako isingetoka. Kwani unataka kunielewa dada yako Farida? Unataka enda kwa Kanoni akakupige. Ulazwe tena, ona sisi nitapata wapi pesa za kutoa hospitali? Kwa nini unanifanyia hivyo jamani? Nionee basi huruma dada yako. Mbona unifanyia hivyo?
Dada, naomba niache niende. Niache niende. Dada samani, mimi nadhani ungemsikiliza tu dada yako anachokisema, kwa sababu ukizingatia hali yako bado kabisa haijarecover, na kila kitu dada yako anafanya kwa ajili yako, na sio kwamba eti kwamba sio anakuzuia ni kwa sababu amependa hicho kilichotokea. Hapana, hiyo imetokea ni ajali tu, na hakuna mtu yoyote ambaye amepanga. Mwenyezi Mungu ndo aliyepanga, na ndio maana watoto wako wametoka. Kwa mimi naomba tu msikilize dada yako, kwa sababu unamchanganya sana. Kama anavyokuambia, kaa utulie, hali yako ikikaa sawa utaenda huko unakotaka kwenda. Umesikia? Lakini dada, niangalie vizuri. Angalia na tumbo langu. Hamna watoto dada yangu. Watoto wapo. Watoto wangu wameuawa kikatili. Na mimi kama mama naumia kupoteza watoto. Kwa nini anifanyia hivi? Kwa nini ameniulia watoto wangu? Eti, kwa nini amenifanyia hivi? Farida, naomba unisikilize basi dada yako na unielewe. Farida, unajua ni jinsi gani mimi ninavyokupenda mdogo wangu. Kwa nini unapenda kuniumiza jamani? Kwa nini upendi kunisikiliza? Unataka nikufanyie nini ujue mimi nakupenda? Sisemani mdogo wangu upate matatizo. Kwa nini unafanya hivi ambavyo unavifanya? Kwa nini unataka kuniumiza moyo wangu jamani? Unapokaa hapo unalia na kupiga kelele. Umeshajiuliza mama akitoka ndani akisikia yale ambayo unayazungumza hapa atajisikiaje? Tutamfanya mama hali yake zidi kuwa mbaya. Unajua mama anaumwa. Unataka mama naye afe, si ndio? Unajua sasa tumempoteza baba. Unataka na mama afe. Unataka tubaki wenyewe. Kwa nini usitulie mdogo wangu? Hali yako ikikaa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega. Na nitahakikisha Kanoni anapata adhabu yake. Tulia basi mdogo wangu. Lakini dadangu, naumia. Watoto wangu mimi wananiuma. Kwa nini ananifanyia hivi Kanoni? Kwa nini ameniulia watoto wangu kikatili? Kwa nini dada? Basi mdogo wangu, mimi nakuelewa. Lakini inabidi utulie kwanza upone. Ukishapona mguu wangu na mguu wako tunaenda kwa Kanoni. Mimi nakuhakikishia katika ile ambayo amelifanya atalilipia. Tutampeleka hata polisi. Nyamaza basi ndio. Usilie sasa. Da. Poleni sana jamani. Farida! Farida! Janeti, umeona alikoelekea kweli? Jamani, mimi sijaona alipoelekea. Hivi huyu mdogo wako ana shida gani? Na vipi sasa kama atapatwa na matatizo huko alikokimbilia? Nimekumisi pia baby. Baby, unajua jana nimekutumia ile pesa, umeipata? Sawa mpenzi wangu, nimekuelewa. Kuhusu hiyo pesa nyingine nitakupatia, lakini subiri kwanza niongee na huyu boya. Atakapokubali tu nataka nimwambie nauma tumbo la chango. Atakaponipatia mimi nakusaidia. Tunajua ananipenda, hawezi kupinga kwenye hilo. Sawa mpenzi wangu, nimekuelewa. Unajua nakupenda. Tami mke wangu. Tami. Abe mwanangu.
Kumbe uko huko? Ndio mume wangu. Nilikuwa naongea na mama mdogo. Oh, maana nimejaribu kuita toka niko ndani, lakini nikashangaa hauitiki na sio kawaida yako. Ndio maana nikawa na wasiwasi. Vipi lakini mama anaendeleaje? Hali yake bado haiko sawa kabisa. Na ndio maana nilikuwa naongea naye, ila nilishtuka ulipokuwa unaniita. Aha. Lakini vipi kuhusu ile pesa ambayo nilikupatia ulimtumia? Ndio mume wangu, ameshaipata. Okay. Yeah. Basi kama ulimtumia basi ni vizuri. Lakini sipendi sana nikikuona una huzuni kiasi hicho, kwa sababu uzuri wako ndo furaha yangu mimi. Sipendi kukuona kabisa ukiwa katika hiyo hali. Na msukumo kama mimi siwezi kuchagua mwanamke mbovu. Ndio maana nikaamua kukuchagua wewe ambaye ni mzuri kabisa, unanifaa mimi. Usiwe na huzuni wala kuwa na stress. Hususan muda ambao uko na mimi. Sawa? Na kuhusu changamoto ndogo ndogo zote mimi nitakuwa na clear. Sawa? Mume wangu, najisikia vibaya sana. Tumbo linaniuma. Sijui hata ni chango. Sasa hilo tumbo la chango limeanza lini tena? Tangu asubuhi mume wangu linaniuma. Oh. Basi nadhani unahitaji muda wa kupumzika. Na kama utahitaji nikupeleke hospitali utaniambia. Hapana mume wangu, usijali. Kwa sasa nahitaji tu kupumzika. Na kama hali yangu itakuwa imebadilika, basi nitakuambia unipatie pesa niende hospitalini nikachikie hali yangu. Basi mke wangu, usiwe na shaka. Kwa sababu mimi nipo, kuwa na amani. Tukaenda ndani basi. Wewe una shida gani wewe? Mbona unibutua kama hivi? Hivyo bado unanichukuliaje mimi wewe? Unaifanya kama mtoto mdogo, si ndio? Na kuchukuliaje tena nini? Umeanza visa vyako. Una shida gani tena? Nisikize vizuri nikwambie. Sijafuata hiyo amani unayozungumzia hapa. Nataka kujua huko ndani unanificha nini wewe? Nakuficha? Nakuficha kivipi? Beni, nisikize vizuri. Nataka kujua unachonificha kuhusu huyu baby supu huko ndani. Umeanza. Tena umeanza matatizo yako. Yaani wewe kitu ambacho hupendi kabisa kwenye maisha yako ni amani. Si ndio? Wewe unakaga huko unafikiria, unawaza. Unaona huu ni muda wa kwenda kuanzia vurugu, unakuja kuanza vurugu. Kafanyaje tena baby supu jamani? Nisikilize Beni. Nimekuangalia kwa muda mrefu sana, nimekufikiria, sijakupatia majibu. Umekuwa ukiniletea vitu ambavyo sivielewi hata kidogo. Kwa mara kwanza uliniambia huyu mtoto naomba tumsaidie, atapopona ataondoka. Nikakusikiliza kwa sababu ya ung'ang'anizi wako, nikakusikiliza. Amepona. Nakwambia vipi huyu mtoto kuhusu kuondoka, anaanza kuniambia unajua huyu mtoto hana mtu yoyote hapa mjini, naomba tumsaidie, anahitaji uangalizi. Nimekusikiliza pia. Awamu nyingine umeamua uniletee zito sasa, umemtafutia na shule, si ndio? Wewe, hebu nisikize vizuri mke wangu. Tena nisikilize kwa makini. Unajua kwa hichi ulichokifanya tu hapa nitakuwa nikupige. Yaani nitakuwa nikudunde kabisa. Siwezi nikawa nimelala nawaza mipango yangu, nawaza maisha yangu, nawaza jinsi gani nitapata pesa. Wewe unafika unanikurupua hapa, alafu unaanza kuongea upumbavu. Hapo kitu gani usichokijua kuhusu hilo unalozungumzia? Haya, kuhusu shule, hatukuongea mimi na wewe kwamba natakiwa asome shule. Tumezungumza Ulizungumza na nani? Ulinisikiza nataka nini ukanielewa? Au wewe ndio unakurupuka tu unajiamulia mambo yako? Saizi yani huyu mtoto anaishi kishua sana, yani anatoka huko shule, anafika hapa, nawaona mnajichekesha tu, mnajikenua meno, nawaona. Yani nimefikia hatua mtoto umemtafutia na tuition, afu sasa unaambia eti tumekubaliana nini mimi na wewe? Nisikilize nikwambie Beni. Huyo mtoto ambaye unang'ang'ania kukanea huko ndani wewe unamfanyia vitu ambavyo hata mtoto wako hajamfanyia. Yani kama shule umemtafutia shule nzuri tu na ni ya gharama, pesa nyingi sana zinatumika kwa huyo mtoto, lakini hilo hujaliangalia wala hujali. Beni, unajua mke wangu una matatizo wewe. Tena una matatizo mazito, inabidi utafutiwe mchungaji akuombee vizuri tu, kwa sababu usipoombewa unakoenda wewe unachanganyikiwa. Kwa hiyo wewe unataka tumpeleke wapi yani? Tumekubaliana tunamsomesha, tumsomesheje sasa? Bila tuition, yule hajui shule, hajai kwenda shule. Bila kumtafuta tuition, unadhani atajuaje hiyo elimu yenyewe? Afu wewe kinachokuuma ni nini? Nisikize vizuri mke wangu. Unapoamua kumsaidia mtu, yani moyo wako unapochagua kumsaidia mtu, unataka kumsaidia kwa roho moja. Na si kumsaidia kwa kumbalansia eti huyu sio wangu ni wangu. Unapotenda msaada, tenda kwa moyo mmoja. Sasa wewe nini kinakuuma rafiki yangu? Beni, naomba usinichanganyie mafaili, umenisikia
Nimekwambia nataka kujua unachonificha humu ndani. Haiwezekani huyo mtoto anatumia gharama kubwa sana kuliko hata mtoto wako. Shule umemtafutia gharama. Hiyo pesa ukisema tuichukue hiyo pesa unaolipa huko shuleni, tunapata kiwanja cha pili. Lakini unaitupa kwa huyo mtoto huko shuleni. Kiangalia hata nguo za shule haziendani na za mtoto wako. Kwani huyo mtoto wangu unamzungumzia na ngope ngapi za shule? 2. Na wewe baby soup unamwongelea na ngope ngapi? 1. Haya, wewe kinachokuuma ni nini? Si ndio ushirikina huo unaanziaga hivyo? Uoni je? Uoni ninachozungumzia hapo? Hivyo ukichukua nguo za mtoto wako na za huyo baby soup zinalingana? Kwani ile baby soup ina muda gani na hizo nguo za Imelda zina muda gani? Ni za leo? Nakuuliza ni za leo? Hata kama sio za leo, Beni, humu ndani wewe umezidi, unaifanyia vitu ambavyo sivielewi. Wewe badilika. Badilika. Mimi sitaki ugomvi na wewe. Sitaki kupigana na wewe sasa hivi. Badilika. Wewe mbona utakagi amani yangu? Yaani nikikaa na amani wewe roho yako inakorokocha. Yaani wewe una shida gani mzee? Unanikwaza ujue. Oho. Unachonificha Beni. Unachonificha. Very soon nitakijua. Na unataka kujua kitatokea nini kijua? Endelea kutulia hivyo hivyo. Yaani very soon nitajua. Samanda Kindege. Na we nini? Nilikuwa naomba kuuliza kile chakula cha kwenye kiroba kipi naweza kukitumia ama? Maana kile kiroba kingine naona hakitoshi kabisa. Dada wa kazi huyo. Ndio uliamua kuniletea humu ndani. Beni, umeniamulia vibaya humu ndani hawamui. Sasa wewe hapo hujaelewa nini hapa? Yaani wewe hapo hujaelewa nini? Sasa amekuuliza kwamba je, aanze kutumia kwenye kiroba kipya? Maana kile kiroba cha zamani chakula hakitoshi. Sasa umeshindwa kumjibu, unaanza kuniuliza tena mimi. Bwana nipumzishe wewe. Hivyo dada, una akili kweli wewe? Kichwani mwako humu akili zinachaji kabisa. Swali gani la kuniuliza mimi hilo? Kwamba hujui kilichokuleta humu ndani, hujui kazi yako? Au unataka tu kunichosha humu ndani, ukinikuta nimekaa unataka tu kunichosha vile? Hebu mke wangu nisikilize bana. Wewe si unataka kumjibu atumie au asitumie? Kwa nini unapenda kutoa malawama, malalamiko? Una shida gani wewe? Swala la kumwelekeza tu kidogo unashindwa. Hebu mwelekeze basi akafanye kitu kimoja. Nisikilize bwana binti, sawa? Nenda katumie hicho kiroba kipya. Kama hakitoshi tumia hapo vitu vingine, sio mpaka uje uulize. Unakuwa unakuja kutafuta majaribu, yaani kutafuta matatizo. Sio, unaelewa? Katumie huko bana. Sawa kaka. Sawa. Beni, umeamua kunichosha humu ndani. Yaani umeniamulia, kuna vitu unanifanyia kabisa. Ila Beni, nikija kujua yani kitu ambacho kinavuta hapa, nikija ukijua Beni. Wewe, nisikilize. Nishaona kama tutaendelea kubishana hivi, saa yote na kubomoa. Saa yoyote mama nakutumbua. Muda wowote na kuumiza. Naomba niende nisije nikafungwa. Oya yani uondoke, usiondoke. Ila Beni, nimekwambia nikija kujua unachonificha. Oya, nitachokufanya wewe. Utakuja kuamini maishani mwako wewe. Endelea kujifanya mwenda wazimu hivyo hivyo. Mimi nimechanganyikiwa kuliko wewe. Yaani mimi nimerukwa na akili kuliko wewe. Karoli, nataka watoto wangu. Karoli, nimesema nataka watoto wangu. Kitu gani? Karoli, nimesema nataka watoto wangu, Karoli. Nataka watoto wangu, Karoli. Una shida gani wewe? Nimesema nataka watoto wangu. Kuchanganyikiwa wewe? Sitaki chochote. Karoli, umenifanyia vitu vingi lakini kwa watoto wangu sitaki kukubali, nataka watoto wangu. Karoli, nipe watoto wangu, nimesema nataka watoto wangu. Wafaida, acha ujinga unajua. Acha ujinga nakwambia. Kuhusu watoto wako unaenda kamuulize Tolu. Mimi huwezi kuniuliza mambo ya watoto. Nitakupiga nikuumiza unajua. Sitaki, nimesema nataka watoto wangu. Niachie bwana. Sikuachie, nataka watoto wangu. Ana nini huyu? Karoli, nipe watoto wangu. Nipe watoto wangu, Karoli. Jamani. Nataka watoto wangu. Nitakupiga nikuumiza nakwambia. Nitakupiga wewe. Nipige. Wewe nitakupiga nakwambia. Nipige lakini nataka watoto wangu. Hivi na wazimu wewe? Nataka watoto wangu, nataka watoto wangu. Una shida gani lakini? Mimi sina nataka watoto wangu, Karoli. Farida, wewe shida gani? Mbona utulii? Karoli, sitaki. Nataka wangu, Karoli. Mkwani ndio nitakuumiza unajua. Nitampiga nikuumiza nakwambia. Farida. Farida, Farida nisikilize basi. Sikia basi mdogo wangu, usilie sawa? Usilie, sio unalia hivyo ndo mtu atakuelewa. Watu wako hawapo, hata kama ukimkaba nafikiri ndo watarudi. Wana shida gani? Wana matatizo gani? Kwa nini utulie wewe? Ujionee huruma, wewe unaumwa. Hayo unavyomkaba na hisi watoto wanatoa wapi? Watoto tayari wameshakufa. Kwa nini ujionee huruma wewe? Wewe ni mgonjwa, tulia kwanza upole. Wewe unanisumbua. Hem, twende nyumbani. Lakini nataka changu Karoli. Farida. Sitaki. Twende nyumbani na wewe. Tuondoke. Sitaki.
Mambo gani haya jamani? Mke wangu. Unajua sielewi chochote hapo najua.